kuna dini inaitwa ya Kiyahudi inaitwa Judaism. Hawa ni tamaduni ya Kiyahudi, ni dini ya Kiyahudi ambayo ili iweze kufanya ibada na kufanya maombi lazima ivae scarf maalum ambayo inaitwa talit, wanayoizungushia huko mabegani, talit, ambayo scarf hiyo ina nyota na rangi ya bendera ya Israel na maneno yamedariziwa, na katika hiyo scarf na ile skull cap, ile kofia kidogo cha hapa, ndicho kinachowakilisha kwamba wao sasa wako tayari kufanya maombi kwa Mungu na kufanya ibada. Na wanafanya hivyo kwa zile ibada za asubuhi, yale maombi ya asubuhi, morning prayer, zile morning service. Wanafanya pia ibada katika zile siku za Sabato, Sabbath day. Lakini sisi tunaoamini Yesu Kristo tunaamini kwamba Yesu Kristo ndio Bwana wa Sabato. Sabato ni personality ya Yesu Kristo na sio siku. Na pia wanafanya ibada hizo wakiwa wamevaa mavazi maalum katika sherehe mbalimbali, festival mbalimbali. Mfano sherehe ya Rosh Hashanah, hii ni sherehe ya mwaka mpya kwa Wayahudi, wanakuwa wamevalia vile. Kuna sherehe ya Yom Kippur, hii is a day of atonement, ni siku ya upatanisho kwao, wanaamini ni siku ya upatanisho. Lakini sisi tunaamini kwamba Yesu Kristo ndiye aliyetupatanisha pamoja na Mungu. Lakini wao wapo katika siku na katika sherehe na kuadhimisha siku. Wanasema Yom Kippur, a day of atonement, siku ya upatanisho. Ila pia kwenye Pasaka, kwenye Passover, wakisherekea kutoka kwao Misri kuwa huru, wanavaa mavazi ya talit na kile kikofia hapa kinaitwa kipa. Na pia kuna sherehe nyingine inaitwa Hanukkah, is a day of light, wanasherehekea kama siku ya nuru. Lakini sisi tunaamini kwamba Kristo Yesu, nuru sio siku inayosherekewa, bali ni personality ya Yesu Kristo. Kristo Yesu ndiyo nuru, na ametufanya sisi tunaoamini kuwa ni nuru tunayoangaza katika ulimwengu. Vipi mtazamo wa Mungu kwa habari ya kufanya ibada au maombi? Sio katika namna mtu anavyovaa vazi maalum, sio katika namna mtu anavyoonekana, ni katika roho na kweli. Mtume Paulo anaandika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari 26, anasema Roho wa Mungu mwenyewe, Roho Mtakatifu, anatusaidia ndani yetu namna tunavyopasa kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa maana sisi hatujui namna ya kuomba, yeye akiugua mbele za Mungu pasipoweza kutamkika, akilia Aba ndani yetu, yani Baba. Yeye ndio anayesababisha sisi tumfanyie Mungu ibada, Roho Mtakatifu, na tuweze kufanya maombi. Na sio yale mavazi ambayo wengi wetu leo, hata katika neema Yesu Kristo tulionayo, wengi wanaamini kwamba lazima uvae ile talit, ile vazi, ile skafu ya Israeli, ile ya Yerusalemu ile. Ndio Mungu unakuwa ni wa kiroho zaidi. Au uvae kale kofia kadogo, ile kipa kadogo, ile skull cap, ndio unakuwa wa kiroho zaidi. Au lazima kanisani uwe na yale maji kutoka mto Jordan kule Israeli, ndio unakuwa ni mtu wa kiroho. Au uwe na mafuta ya mzaituni original kutoka Israeli. Kumbuka Yesu Kristo kwenye Yohana sura ya 4 alikuwa anamwambia mwanamke Msamaria kwamba saa inakuja wakati Baba anawatafuta watakuwa mabudu katika roho na kweli. Hawatamabudu kule Samaria au katika ile milima wala katika temple kule Yerusalemu. Sio Mungu anabudiwa sehemu, Mungu anabudiwa katika roho na kweli. Kwa hiyo kama mtumishi wa Mungu anaenda Israeli, anaenda tu kama sehemu ya makumbusho au sehemu tu ya utalii, na sehemu pia ya kujifunza mambo mengine, lakini sio sehemu ya kujiattach na upako Roho Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 27, Biblia inasema na mafuta yale mliyopokea, yani na upako ule mliopokea unakaa ndani yenu. Hakuna haja ya mtu kuwafundisha. Huo upako utawafundisha. Mafuta gani hayo? Ni uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kristo Yesu ndani yetu ndio mafuta yenyewe, ndio upako. Na upako hautokani na vitu vinavyotoka Israeli, Yerusalemu wala sehemu yote ile. Upako ni Kristo Yesu, ni personality ya Kristo, ni roho wa Kristo aliyoko ndani yetu. By the way, ile Israeli ya wakati wa Yesu Kristo sio Israeli ya sasa. Tunajua Yesu Kristo wakati yupo duniani miaka 2000 iliyopita, kulikuwa na Yudea ambayo ilikuwa inatawaliwa na dola ya Kirumi, utawala wa Kirumi. Yudea ilikuwa inagawanyika sehemu mbili.
Yudea kaskazini ilikuwa ndo Galilaya, na Yudea kusini ilikuwa ndo Samaria. Ndio sehemu ambazo Yesu Kristo pia alikuwa anaonekana na kuishi na kufanya utumishi wake ndani ya miaka 3.5, ambayo Yudea hiyo kwa sasa inamilikiwa na sehemu ya Yudea hiyo inamilikiwa na Palestina, mfano West Bank na Gaza ni sehemu ya Yudea, ni sehemu ambayo Kristo Yesu alikuwepo hayo maeneo. Kwa hiyo Israeli ya sasa hivi sio ile Israeli ya Yesu Kristo, ni Israeli ya kisiasa, ni Israeli ambayo imetengenezwa. Tunakumbuka utawala wa Kiroma uliharibu ile Israeli ya Yesu Kristo miaka ya 70 AD, Anno Domini, mwaka baada ya Yesu Kristo kuja, na miaka ya 135 AD ilisambaratishwa na Waisraeli wote walisambaratika dunia nzima, kila sehemu. Kwa hiyo ile Israeli ilifutwa na kuondolewa na dola ya Kirumi. Kwa hiyo Israeli mpya, modern Israel, imekuja kuwa established mwaka 1948. Waisraeli wakaanza kuja, jamii ya Kiyahudi wakaanza kurudi, na kabla ya Israeli mpya sasa hivi, hii Israeli ya mwaka 1948, kulikuwa na Israeli ambayo ilikuwa na Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, Waesene, watu wa Zealots, wale walikuwa wakipractice ile sheria ya Musa, Torati ya Musa, na pia waliamini uwepo wa Masihi, ijapokuwa mpaka sasa Masihi hawa Israeli sasa waamini kwamba yupo. Lakini hii modern Israel sasa hivi tunaona ina watu ambao ni secular, watu mchanganyiko mbalimbali. Wako Wayahudi wanao practice Judaism. Hii Judaism ya kuvaa matalit, vile vikaskafu vya huko na kile kofia cha hapa, kama sehemu ya dini ya Kiyahudi. Iko population ya Kiarabu, wako Waislamu, wako Wakristo. Kwa hiyo ile Israeli au Yerusalemu sasa hivi sio ile ya Yesu Kristo ya wakati ule. Kwa hiyo kuchukua vitu Israeli, attachment, na kusema kwamba katika hii kuna upako, bado tupo katika mentality ya dini, bado ni idol worship. Ni jambo ambalo kanisa tunapaswa kuambizana na kukumbushana. Mungu aabudiwi, Mungu afanyiwe ibada, Mungu afanyiwe maombi kwa attachment ya vitu vinavyotoka Israeli, wala sehemu yote ile. Mungu ndio upako mwenyewe, Kristo Yesu ndio upako mwenyewe, ndio mafuta yenyewe, kulingana na waraka kwanza wa Yohana sura ya 2:27. Anaabudiwa, alisema mwenyewe kwenye Yohana 15 kwamba mimi ndani yenu na nyie ndani yangu. Tunapaswa kukaa katika neema ya Kristo, katika kweli na katika maarifa ya Mungu, na sio kukaa katika attachment ya spiritual materials. Ni spiritual items za nje ambazo ni visible, ambao ni touchable. Mungu awabariki sana. Neema ya Yesu Kristo ikazidi kufungua macho yako na ukapata kuelewa maandiko. Jina langu naitwa Mtume Daktari Wilson Masawe, na kupenda sana. Shalom. God bless you.